Muumini wa kanisa la Kikatoliki kwa miongo kadhaa anadai kupokezwa upako wa Roho Mtakatifu kutoka kwa Muumba wake. Na light ndiyo ilitoka juu na ikashuka chini na sauti ikatoka katikati. Ikasema mimi ni Kristo, nimetuma na Baba, ninatafuta Mama Maria. Nikamjibu, mimi sijui Mama Maria. Akaniambia ni wewe. Ni kiti ilikuwa imejificha na wakati umeadia waweze kujitambulisha. Ni tukio ambalo limekuwa gumzo katika mitaa na vijiji eneo hilo nzima la Matayos na kugeuzwa kuwa kivutio cha utalii kwa wenyeji na hata raia wa kigeni wanaofika eneo hilo kushuhudia kinachojiri na hata kupokea uponyaji. Hiyo mlima nililala kwa miezi miwili. Nikuanga pale mwezi inashuka chini. Inanionyesha kila kitu. Ikifika asubuhi ananiambia, enda ambia watu Yesu wa Nazareti anapita. Kutoka saa hiyo mimi nikastuka sana, wakamwambia yeye ni Maria, na baada ya kumuongelesha tena wakarudi kwangu wakaniambia mimi ni Joseph. Sasa nyumbani watu wameanza kumjua na wote wamerudi, wameanza kujua kweli ile ilikuwa ni kipawa. Ni wengi wamepona. Wale walikuwa wazai wakaanza kuzaa. Unabii wa mama huyo umetajwa na familia yake kuwa kipekee na wenye manufaa kwa jamii eneo hilo, huku ikisema unabii huo ni mwito kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Na Mungu huyu ni wa maajabu. Sijui watu nao walijuaje ati maombi huyu inaendelea hapa. Mimi nilikuwa nasikia tu watu wanakuja. Watu wanakuja tu kuombewa. Sasa nilikuanga nikiongea hiyo kitu. Wanasema mimi ni mwendazimu. Bwana alinua majini akamwenkea, wengine wanasema ni misambwa. Tukio hili linajiri wakati serikali iko kwenye mchakato mzima wa kudhibiti namna madhehebu mbalimbali yanavyoendesha shughuli za maombi ili kuzuia visa vya utapeli kwa Wakenya. Geoffrey Nyongesa, NTV.